Jamani, mnaojionaga wachawi nyie. Kuna ndugu yenu huku katoka kasafiri kaenda Benini kwenda kutafuta uchawi. Kilichomkuta anajuta yeye na Mungu wake. Huyu kaka anakuambia yeye amehaso sana, yaani ni ile kwamba amehaso mpaka amehaso tena, lakini mambo hayajajipa. Kuna rafiki yake, sio rafiki yake actually, ni bosi wake, kwa sababu huyo mtu anasema ni mtu ambaye alikuwa anampaga kazi. Yaani ni mtu ambaye alikuwa anampaga kazi, anamuita njoo nifanyie hichi, njoo nifanyie kile, anamuona anaendesha magari, ana nyumba, nini, anaishi maisha mazuri, wakati mwingine anamtoa anamwambia twende club tutoke. Anatoka naye, wanaenda wanajikuta like anaenda sehemu za pesa, anaenda club zile wanawake wenye pesa nini, wanakunywa mamoeti, mahenesi, VSOP, siku tukakitugana, anaambiwa kula kunywa kwa yani kwa bili yangu. Anamuona mshikaji saiko yake anazunguka, yani anazunguka na watu ambao wana pesa, yani watu maarufu, watu wenye pesa. Akawa anamuuliza bro, hizo pesa unatoa wapi? Yani maisha yako unayatoa wapi? Huyo kaka akawa anacheka, anamwambia nikikwambia hutoweza, hata nikikwambia ninachokifanya hutoweza, hutokubali. Akawa anamwambia bro, kwa stage nilofikia sasa hivi, kwa maisha nilopitia, kwa shida nilizopitia, nitakubali, nitaweza. Akawa anamwambia wewe achana na hayo mambo. Akawa anamlazimisha, anasema siku hiyo akaona hapana, huu maskini umemshinda. Akamfuata, akamfungia safari yule kaka. Yani siku hiyo hajapigiwa simu njoo ufanye kazi, hajapigiwa simu nini. Kamfuata yule kaka, kaenda kumwambia bro, mimi bwana nimekuja serious, maisha yangu mimi magumu, mambo yangu mimi magumu, mambo hayaendi, nimechoka, naomba unisaidie. Yule kaka akamuuliza kweli unaweza? Akamwambia ndio naweza. Akamwambia nakupa wiki, nenda kajifikirie, kama uko tayari kwenda kufanya kitu chochote kile niambie, tutaenda kufanya, nitakupeleka nitakao kupeleka. Kaka akamwambia haina haja hata kwenda wiki. Kwa nini wiki? Hata siku 3 sitaki, nataka kwenda. Yule kaka akamwambia sawa, jipange. Akamuuliza una pesa hapo? Akamwambia sawa, kama una 500 njoo nayo, jiandae tu, andaa nguo zako, kuna sehemu tunaenda. Akaenda akajiandaa mwenyewe. Jamani, mshe kuona mfuniko hata umedondoka tena, nishaanza kuongea mambo ya uchawi wa watu tena. Kitu kinadondoka. Jamani, nimeanza kusimulia hiyo story. Hii balbu ngoja nionyeshe. Hiyo balbu kimfuniko chake kimedondoka my friend. Kimfuniko chake kile pale chini. Kimfuniko chake hicho hapo cha kwenye taa. Kimedondoka juu. Kimetoka pale kwenye taa. Mshai kuona wapi nyie? Mwisho wa siku watu watakuja wani jamani. Mimi nimetoa tu story jamani, mimi kama mnaniandaa yani mimi nimetoa tu story na mbele mniache. Akamletea hiyo 500, alikuwa na passport actually. Alimuuliza una passport? Akamwambia nina passport, kwa sababu huyu kaka anakuambia katika kutafuta kwake, huo ni ushauri hata wa bure anasema. Katika kutafuta kwake kuna mtu alimwambia tafuta utafutaje, lakini kama una uwezo wa kupata passport, tafuta passport ukae nayo, kwa sababu huwezi kujua dhali linatokea upande gani. Wakatafuta zao visa hao, anakuambia wakaenda nchi inaitwa Benin. My dear, anakuambia walipofika wakapelekwa kwa huyo mzee, ni kijijini, ni shambani, yani hiyo sehemu mnatembea kutwa, yani baada ya kushuka kwa airport mnaenda kwenye huo mji, kisha shuka hapo mjini mnatembea siku nzima kwenda huko maporini, mashambani, kwenda kutafuta huyo baba. Na safari waliofunga, anakuambia walifunga safari na watu wawili maarufu ambao wanajua, mimi kanitajia ndugu yangu, lakini hapa yenyewe tu sijataja mtu jina, lakini kazi zishaanza kudondoka, sitaki kufa bure. Watu wawili maarufu tu akawakuta kule na wachungaji ambao anawaonaga kwenye dalili, kwenye anawaonaga online my dear. Wachungaji ni wachungaji wa Nigeria kwa jinsi ambavyo wanavyosema. Sawa, wamefika kule wakakaa, akaulizwa tena, unataka kufanya, upo tayari kufanya chochote? Huyo kaka akasema mimi niko tayari kufanya chochote, nishapitia mengi mimi. Sasa kaka angeambiwa atoe marida, akasema anataka kufanya chochote kile. Basi huyo baba akawa amewapa dawa, wakanywa, akamwambia hizi dawa unabidi unywe, nikija hapo unakunywa kwanza dawa, unatoa rasha takataka zote ulizotoka nazo huko kwanza kabla tujaanza kufanyia dawa. Akanywa dawa, akamaliza hapo, akaenda akaogeshwa, akaambiwa kesho usiku ndio kazi itaanza. Kesho yake usiku wamechukuliwa maidia, wamepelekwa makaburini. Wamepelekwa makaburini kama wana vijana wake, wamefukua lile kaburi, wamemuingiza kule kaburini, wamemwambia yani usimame. Akaambiwa hapo inabidi ukae siku 3. Yaani hapo ni unakaa siku 3, ni wanakuletea maji, wanakuletea chakula, hakuna kama unajisikia kukojoa, kama unajisikia kufanya nini ufanye nini kwenye kaburi. Na anakuambia wakati wamechimbua lile kaburi, waliona mifupa sijui misumari ya kaburi sijui nini, waliona kila kitu, ikakusanywa ikawekwa hapo pembeni, akasimamishwa hapo. Wametoka hapo siku 3, yani ni hapo ni kwamba amekaa hapo, ambapo anakuja anamchantia dawa ile, kuongea siku kumnenea, kumzungushia vidawa, kumpaka vidawa, kumnywesha vidawa, hivyo yani anafanya uchawi huyo babu ndani ya siku 3 kaburini. Wewe unaweza? Kaka hapo anakuambia usiku anakaa yuko mwenyewe kwenye makaburi, nakwambia anaogopa, anatetemeka, lakini atafanya nini? Kashafika. Analia, anapiga kelele, yani mpaka wanakuja kesho yake, nakwambia kashachoka kama mbwa mwizi. Akawaambia kesho yake siku ya kwanza, akamwambia yule mbaba, mimi sitaki tena. Akamwambia wewe, tulikuuliza kabla hujaja hata huku, uliulizwa kwamba unaweza, umesema sasa hivi, yani hapa tushaanza, hakuna kinachostopika hapa, hakuna kurudi nyuma. Kwa hiyo kabidi akae siku 3 zikaisha. Baada ya siku 3 kuisha, akarudishwa nyumbani, yakaletwa maji my dear. Ni maji machafu, yanaonekana kabisa ni maji machafu, yananuka, usiombe Mungu. Akaambiwa haya maji inabidi uyanywe siku 3, yani kabla hujakula kitu chochote inabidi haya maji uyanywe. Chakula unachokula kitawekewa haya maji, kila kitu kitawekewa haya maji.
Akanywa, hakuuliza hayo maji ni ya nini. Alikuja kuuliza baadaye maidia, hayo maji yalikuwa ni maji ya maiti. Wewe kuweza. Na aliambiwa kabisa ni maji ya kuoshea maiti. Yaani maiti za wale watu ambao yalikuwa maji ya maiti maidia. Akanywa hayo maji siku 3. Na anasema yeye akauliza, jamani, hakuna naniliu, hakuna kafara za damu, hakuna kafara za kumtoa ndugu, sijui kumtoa nini. Akaambiwa wewe ushaingia, hakuna utakachomtoa damu, hakuna nini, lakini mizimu ikitaka kuchukua itachukua tu inachotaka, lakini haitotoa damu ambao ni ndugu. Aliuliza kama ndugu, sijui mama yake mzazi, sijui nini. Akaambiwa hapana, hakuna sadaka za damu. Hizi dawa unazofanywa za hapa ndio hizo, hakuna dawa nyingine. Maidia kaka huko, kama wamekaa kama wiki 2, huyo mtu akafanya kazi zake na watu wengine walioenda wote wakafanya mambo yao waliofanya, wakarudi Bongo. Ila akaambiwa usimwambie mtu yoyote ulipotoka, usimwambie mtu yoyote ulichokifanya, yaani usimwambie mtu yoyote. Sijui unaelewa vizuri. Mtu kashakunywa maji ya maiti, jamani, watu mnaweza vitu. Akarudi zake Bongo, wakarudi zake Bongo na kwambia yeye kasoma, lakini ndio hivyo anakuambia hajawahi kupata kazi. Hata hivyo mimi alishasahau, maana alimpelekea mama yake kwa hata alishasahau. Anashangaa kuna rafiki yake ambao alikuwa wamesoma naye zamani, yani alikuwa hata washasahau, yana anamtafuta siku hiyo Facebook. Anamwambia jamani, wewe nimekukumbuka, unajua tumemaliza wote kusoma hivi, unafanya kazi, kuna nafasi ya kazi, njoo uapply. Kaenda kaapply, kaka akapata kazi. Kafanya kazi mwezi 1.5, kapandishwa cheo maidia. Pesa zikaanza kuteremka hivi, akasema ajaribu kwenye biashara zikaitika. Sio, unaelewa vizuri, biashara zikaitika, akapata pesa, akapata na umaarufu. Anakuambia alikuwa anaongozana na wasanii, anaongozana na watu maarufu, yani kwa sababu pesa si ipo. Akiongea na watu maarufu si wanamuelewa kwa sababu pesa si ipo. Akawa anaongozana nao hivyo, maisha yanaenda, maisha mazuri. Anakuambia hakuna yote alishawahi kufa, yani hakuna yote ambaye shefu kwenye familia yake, watu wanakufa tu vitu vya kawaida. Siku hiyo wakawa wamekaa hapo kijiweni wanaongea na washikaji zake, wakawa wanaongea sasa hivi jinsi watu wanapopata mali kwa njia za ajabu. Wengine wanapopata mali kwa kutolewa marina sijui nini. Wenzake wakaanza kumcheka, wakawa wanamwambia wewe, umetoka maisha ya kimaskini ya kuwafanyia watu vibarua, eti leo wewe ndio uko tajiri kama wale watu waliokuwa unawafanyia vibarua. Hapana, wewe haiwezekani, wewe wamekukula wenzako. Hao waliokuunganisha kazi wamekukula. Tena wakawa wanamwambia yule mwenzake, yule mkaka ambaye alipelekaga Benini, wakawa wanamwambia mwenzako wewe kakukula. Katika kubishabisha akajikuta amesema hapana, mimi sijaliwa, nimeenda Benini, nyewe mnaujua uchawi wa Benini, nyewe msikae mkaropoka vitu ambavyo hamvijui. Ndio anakuja kukumbuka aliambiwa asiropoke chochote, asiongee chochote. Ndio anakuja kuziba mdomo, anaenda nyumbani, anaenda kumpigia yule mzee, maana alichukua namba yake. Anaenda kumpigia yule mzee, anamwambia jamani, mimi nimesema, nimeongea. Akamwambia mimi cha kukusaidia sina, kwa sababu mimi nikishatoa sirudishi. Kwa hiyo mimi sina cha kukusaidia. Wewe omba Mungu, omba mizimu yenu, chochote kile kisije kikatokea, lakini mimi sharti moja nilikupa tu kwa sababu sijaomba masharti yoyote. Kwa hiyo sina cha kukusaidia. Bro amekaa kama wiki, mamake anaanza kuumwa. Anaanza tu kuumwa vitu vya ajabu, haelewi hata anaumwa nini, hajui chochote, yani wameenda hospitali hakuna chochote kinachoonekana, kaumwa usiku. Mamake anakaa na weweseka, anasema kuna watu wananiita. Mama anaanza kupiga kelele, jamani kuna watu wananiita, mbona kuna watu wananipata mimi sielewi. Mara akaanza kuota mtoto wake anamfukuza. Akaanza kumpigia simu, anamwambia wewe mwanangu unataka kuniua? Unataka kumtoa kafara? Anamuuliza mama anataka kutoa kafara nini? Anamwambia wewe unanifukuza kwenye ndoto, unataka kuniua wewe. Ndugu akamtenga, mamake akamtenga, haijapita hata mwezi mamake akafa. Anakuambia kuna dada ambaye alikuwa amezaa naye kipindi hicho cha ujana wake, ambao ni ile ya kuzaa na kukataa mtoto. Alikuwa amekataa mtoto, lakini anajua mtoto alizaliwa, hajawahi kumhudumia na hajawahi hata kufikiria mbaya tu, alikuwa hamhudumii huyo mtoto. Anashangaa anapigiwa simu na namba ngeni. Anaongea yule mdada, anamwambia haya, ushamuua mwanao, njoo umle nyama, sisi hatutaki kuzika. Anamuuliza tena, nishamuua mwanangu yupi? Ndio anamwambia mimi fulani. Yule dada ambaye alizaa naye anamwambia mtoto alikuwa anakuita baba, akilala anaita baba, anasema baba anakuja kunichukua. Haya, ushamchukua, njoo umle. Kumbe mali ulizopata za kutoa kafara, ulikuwa unataka kumtoa mtoto wako kafara, hujamhudumia, unataka kumtoa kafara. Ndio akasema jamani, mimi sijatoa kafara. Kuna mtu anamwamini? Mali umezipata ndani ya miezi kadhaa, nani atakwamini kwamba hujatoa kafara? My dear anakuambia ndani kama ndani ya mwaka walikufa familia yake ndugu kama 15. Na hakuna hata unafikiri mpaka ndugu habari pale, unafikiri nani ambaye ataamini kwamba hujatoa kafara wakati umekuwa tajiri tu ghafla? My dear, ilibidi aanze kwenda kanisani. Atafute kanisa la kwenda kuomba. Anakuambia kwa sababu alienda kwa waganga wanamwambia huo uchawi ambao umepelekwa huko sisi hatuna nguvu nao, hatuwezi. Rafiki yake alompeleka Benini akamwambia mimi sina cha kukusaidia kwa sababu mimi nishakwenda kwa huyo mtu, ni shati moja tu alikupa, hauruhusiwi kulivunja, umelivunja na ule mzee akafa. Alompa uchawi ule baba akafa. Kwa hiyo akawa hana pa kwenda. My dear, sijui unaelewa vizuri. Asianze kuwa naye kama mwenda wazimu, naye akiwa amelala anasema kuna mtu anapiga kelele, anamuuliza nini, anasema kuna mzee anamuona anataka kuja kunichukua. Ndio kwenda kuhangaika naye My dear, kwenda kwa mamposa, sijui kwenda wapi, kwenda kuhangaika naye. Anakuambia mwisho wa siku mali zikaanza zenyewe tu kupukutika. Wateja wanapungua. Kwenye kazi akaambiwa kazi ametisha kwa sababu mambo ya familia, yeye mwenyewe leo mara hajaja, mara hajaenda, mara sijui kachanganyikiwa, mara kafanya nini, wakamstopisha kazi. Anakuambia mali zilipukutika zote moja baada ya nyingine. Anakuambia siku hizi karudi Kariakoo, ni winga Kariakoo.
Anakwambia dada, mimi siku hizi mimi ni winga, nikipata shilingi 10,000 niwezeke t-shirt avae apendeze basi, lakini anakuambia my dear aliyopitia, anakuambia kwenye familia yake, sio kwenye ukoo wake, ndugu zake wa karibu wote wamekufa. Hana ndugu yule kusema kwamba ndugu huyu mtakaa nitampigia simu sijui nitafanya nini. Familia yake yote imelambwa kwa sababu ya tamaa zake za mali. Na mali anakuambia alizienjoy tu kwa miaka michache tu. Wasanii wako wanamuuliza, wasanii wako wanatembea na anambia siku zote nikiwapigia simu hawapokei. Hawapokei, hawataki kujua ninachokifanya, hawataki kujua chochote kile, ni chochote, yani hawataki kujua, ashasahau. Tamaa ya mali. Kamaliza familia yake yote baba Beki. Mpaka mimi nataka kunimaliza. Yaani mimi ndio inanajiliwi